Leo hii mbele ya Mahakama Kuu, Masjala Kuu Dodoma, mbele ya majaji watatu, Jaji Manyanda, Jaji Abdalla Gonzi na Jaji Kainda, tulikwenda kusikiliza shauri la ndugu Luhaga Johnson Mpina na chama cha ACT Wazalendo dhidi ya Tume Huru ya Uchaguzi na mwanasheria mkuu wa serikali. Katika shauri hili ndugu Luhaga Johnson Mpina amefungua shauri la kikatiba akiendelea kupigania haki yake ya kuwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na chama cha ACT Wazalendo nacho kikipigania haki yake ya kuwa na mgombea urais katika uchaguzi mkuu. Katika shauri hili siku ya leo mahakama pamoja na kwamba ilikuwa imepanga usikilizwaji, lakini imeona kutokana na uzito wa hoja zinazotaka kujadiliwa, hasa kuhusiana na haki ya kugombea uchaguzi wa urais ambayo si hoja nyepesi, mahakama imeridhia kwamba hoja hizi zijadiliwe kwa maandishi, na mahakama imeona kwamba muda unazidi kuyoyoma kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, kwa hiyo imeamua kuwe na muda mfupi. Kwa hiyo mahakama imeleta utaratibu ufuatao. Imeamua kwamba waleta maombi kwa maana ya Luhaga Johnson Mpina na ACT Wazalendo walete hoja zao ndani ya siku 2 kuanzia leo, na wajibu maombi kwa maana ya Tume ya Uchaguzi na mwanasheria mkuu wa serikali nao wamepewa siku 2 kuleta maombi maelezo yao kuhusu hoja zitakazoibuliwa na waleta maombi, na watafanya mawasilisho hayo tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2025. Na kama kutakuwa na nyongeza ya maelezo, basi nyongeza hiyo itafanyika tarehe 4 mwezi wa 10 2025. Serikali nayo imekuja na pingamizi la kisheria kwamba Mahakama Kuu haina mamlaka ya kisheria ya kusikiliza shauri hili la kumrudisha kwenye orodha ya wagombea ndugu Luhaga Johnson Mpina. Kwa hiyo Mahakama Kuu pia imetoa maelekezo kwa serikali nao kutumia fursa hiyo ya siku 2 kuleta mawasilisho yao kuhusu hoja za kisheria za mapingamizi, na sisi tutazijibu ndani ya siku 2. Kwa hiyo kitakachofanyika zaidi ni kubadilisha nyaraka za kisheria. Cha msingi ni kwamba Mahakama Kuu imeamua tarehe 6 saa 8 mchana kesi hii itakuja mbele ya mahakama kwa ajili ya kuangalia ni namna gani wanasheria wa pande zote mbili wamekidhi matakwa ya amri za mahakama. Na shauri hili mahakama imesema hiyo tarehe 6 saa 8 mchana litakuwa live. Hatuna shaka na swala la muda, kwa sababu tunaamini nguvu, haiba na uwezo wa mgombea ambaye amechaguliwa na chama cha ACT Wazalendo. Tunajua muda sio kigezo kwetu. Swala ni anaenda kuleta nini kwenye uchaguzi na atafanya nini akishinda, iwapo haki itakwenda kutendeka.